Unapopata taarifa ya hili tukio ilikuwa wakati gani? Kimsingi mimi ni mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, naitwa Oswald Mwanjejele ambaye ni kaimu kamanda wa Zimamoto mkoa wa Arusha. Majira ya saa 5:46 tumepokea taarifa ya wito kwamba kituo cha mafuta kinawaka moto. Na sisi mara moja tukatoa magari pale kuja kwenye eneo la tukio. Na baada ya kufika eneo la tukio tumekuta kweli kinachowaka sio kituo bali ni gari ya mafuta ambao kwa kiangalia ujazo wake hatujui na ujazo wa lita ngapi. Na baada ya kufika hapa tukaendelea na kupambana na moto. Tunamshukuru Mungu tumekabiliana na moto kwa ukamilifu. Kama mlivyoona, baada ya kufika hapa askari wamefika hapa wakaona moto ni mkubwa, wakaomba gari ya pili na mimi ndipo nikaongozana na gari ya pili kwa ajili ya kuja kuendelea kutoa support kuweza kupambana na huu moto. Na kama mnavyoona sasa tumezima, kilichobaki ni kuendelea kupoza hizi pavement ambazo zimepata joto kali, na mmeona na nyumba ya pili pia ilikuwa imepata joto. Moto ulikuwa ni mkubwa sana kiasi ambacho ingekuwa rahisi kuweza kuuzima bila kuwa na magari mawili. Kwa hivyo tunashukuru tumetumia magari mawili tumeweza kuzima moto, na sasa kilichobaki ni kufanya cooling, kwa maana kuendelea kupoza maeneo ya kuta, lakini pia na ardhi ya chini ambazo zimewekwa pavement. Hizi pavement zimepata joto. Tukiziacha bila kuzipoza, manake moto unaweza kutokea muda wote tena, kwa sababu bado yale mafuta katika ile gari yanaendelea kuvuja. Wakati tunaendelea kuwatafuta wamiliki wa kiwanda, wamiliki wa kituo hiki cha mafuta na wamiliki wa gari katika kuona namna bora ya kuweza kuyapunguza yale mafuta, kwa sababu tunatafuta angalau wayahamishe kutoka kwenye ile gari ambayo yanavuja. Kwa kimsingi hali ndio inaendelea. Kusema wametoroka kwa sababu kwanza hatujui waliokuwepo hapa ni kina nani. Kama nilivyosema, mpaka sasa hivi tumefika hatujui aliyehusika ni nani, ila tunachokiona tunaona gari moto ulipoanzia sio pale ambapo gari ipo. Inavyoonyesha watu walikuwa wanapambana wenyewe kukabiliana na huo moto. Kwa sisi tumefika gari ikiwa imesogezwa mbele, na kama mlivyoona gari ilikuwa bado iko on, inaunguruma, imekuja kuzimwa baadaye baada ya sisi kuja kwa tumekamilisha kuzima moto. Aliwapa taarifa za moto kutokea hapa ni mmiliki wa eneo au ni wasemaji? Hapana, mimi kwa mfano aliyetupigia simu anaitwa Kusaga, amejitambulisha kwangu kama Kusaga. Na naamini Kusaga hayupo kwenye eneo hili. Na hii nitoe wito kwa Watanzania wote, hasa walioko Arusha. Unapopiga simu, piga simu 114. Unamtafuta mwandishi wa habari ndo umpigie simu. Mimi Kusaga namfahamu kama mwandishi wa habari, na ndiye aliyenipigia simu kwamba kuna tukio. Ni vema wakapiga simu 114 ili tuweze kufika kwa wakati. Utampigia mtu wa habari naye ananipigia mimi kwa namba yangu binafsi. Namba yangu binafsi ina matumizi mengi, mengine ni matumizi binafsi, wakati mwingine nikawa mbali nayo au niko kwenye kikao. Lakini ukipiga 114 ni sehemu ambapo askari muda wote wako kwenye ofisi wanasubiri miito ya Watanzania. Kwa tafsiri hiyo ni kama huwa hamtoi huduma hapa za kiusalama kwenye hichi kituo cha mafuta, kiwango ambacho wamiliki hawafahamu kwamba kuna hiyo namba na hawafahamu kwamba dharura hii inatakiwa wajulishe? Hapana, nafikiri hiyo sio kweli. Hapa tumefanya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya majanga ya moto, lakini wamepewa elimu namna ya kukabiliana na majanga ya moto. Yamkini ndio maana unaweza kaona hii ni form ni powder, dry chemical powder. Kama wangekuwa hawana ujuzi wowote, maana yake hata hii dry chemical powder wangesiitumia. Wamejaribu kukabiliana nao wao wenyewe kabla ya sisi kufika. Kilicho washinda ni kwamba moto ushakuwa mkubwa. Ukishakuwa mkubwa tena hata wewe uwezi. Vile vifaa ni vifaa vya moto wa awali. Na unaweza kaona gari tulizokuja nazo sisi ni mitambo mikubwa ambayo kwa kawaida ndo yenye madhubuti kuweza kuzima moto kama ule. Na kwa taharuki ulioiona uwezo kazima moto kwa kifaa kidogo. Imekuwaje sasa baada ya ajali hii kutokea, wameshindwa kuwafahamisha nyinyi, wanaogopa au hakuna urafiki wa kiwango hicho kwamba ajali ikitokea wanakimbia na kutelekeza mali zao bila kuwahusisha nyinyi ambao kila wakati mnakuja kuwapa elimu na kuhusika kwenye kuwapatia vifaa vya kudhibiti moto? Mimi nafikiri siwezi kusema, ukiwakuta wenyewe wanaweza kukujibu kwa nini wameondoka. Mahusiano tunayo, na ndio maana hata tulivyopigiwa simu na wananchi tumefika. So umeona tumefika. Na kazi yetu sisi sio kumjua mmiliki ni nani. Tunakuja kumjua mmiliki baada ya kazi kukamilika, ili tuweze kujua ni nini kilikuwepo. Hata kiwango cha mafuta, idadi ya mafuta hatujui, hata wananchi hawajui. Kwa wale waliohusika ndo wangeweza kufahamu. Na kama unavyojua, tukio kama hili wananchi hawawezi kulipokea kwa upendo au kwa furaha sana, maana ni tukio kubwa ambalo linahusisha hata nyumba zao ziko jirani. So unaziona. Kwa hata kama ni wao hawawezi wakawa wamesimama hapa. Na inawezekana ni miongoni mwa watu waliopata madhara ya kitaharuki.
sababu inawezekana mtu kafaint au kafanyaje. Tumeambiwa wengi wamebebwa, wamekimbizwa maeneo mbalimbali ili kuepukana na hili tukio. Tukio ni kubwa, kwa kustuka ni kila mtu. Ni sawa unavyomuona dereva anaendesha gari, akipata ajali usitegemee utamkuta eneo la ajali, aidha kwa kuchanganyikiwa ama kwa jambo lolote ambalo linaweza likamfanya yeye akose kuwa na utulivu. Mwisho kabisa, kumekuwa kuna hichi ambacho kinaelezwa na wananchi kwamba hii sheli ipo karibu na makazi ya watu na huenda madhara ingekuwa makubwa zaidi. Kwa ulinzi na usalama na jukumu lenu ni kufanya uokoaji. Ni sahihi kuendelea kuwepo hapa kwa namna mnavyoona usalama, ama mtashauri baada ya hili kutokea sasa watu waliopo karibu ya hii sheli waondoke au sheli iondoke wabakie kuwa sehemu? Kimsingi hivi vituo vinajengwa kwa mujibu wa sheria na mujibu wa utaratibu. Walioidhinisha uwepo wa kituo hiki ni EWURA. Nafikiri EWURA wanajua taratibu zao zikoje. Sisi kazi yetu wazimamoto ni kuangalia usalama. Na ndio maana hata wananchi tuliofika hapa tumewaambia na tumeshukuru, wameepuka, wamekimbia kwenda maeneo ya mbali. Sasa ukiniuliza mimi kama binafsi, mimi naona mamlaka zinazohusika na utaratibu yawezekana zimezingatia vigezo. Lakini kwa maoni yangu mimi binafsi ni kwamba kituo kilivyo, wananchi wamekisogelea sana kituo. Sasa siwezi kusema ni wananchi, maana sijui nani alianza kati ya kituo na wananchi. Lakini nafikiri kituo kina leseni zote kuwepo hapa, na inawezekana waliokuja kukiidhinisha kiwepo hapa wamezingatia utaratibu wa kisheria kwamba ni nini kifanyike, kituo kiwe wapi. Kwa nafikiri kingekuwa eneo ambalo sio sahihi, yamkini wangesipata kibali au leseni ya kuendesha hii biashara. Chanzo cha moto, kwa namna mlivyofanya utafiti kwa awali, tumehisi ni nini kimepelekea? Kama nilivyosema mwanzo, kimsingi kitu chochoanza nacho ni kuzima moto. Hatujaweza, ndio maana nikasema bahati mbaya nzuri mmeniwahi kabla hata sijaonana na wahusika. Kama nilivyosema, technically gari ilipo sipo ambapo moto ulipo anzia kwa mazingira, na kama nilivyoeleza, unaona hii ni poda. Obviously moto utakuwa ulikuwa maeneo haya. Sidhani kama ulikuwa kule. Walikuwa wanajaribu kuuzima. Kumbe mpaka tuwapate wahusika au walioona mwanzo ndio wanaweza katupa taarifa moto ulianzia wapi, ili na sisi sasa tuanze kujua chanzo cha moto ni nini. Karibu mheshimiwa, tuanze na majina yako na kutueleza hapa kinaendelea nini. Naitwa Saruni Olodi, diwani wa kata Sokon 1. Tuko hapa mtaa wa Muriet kwenye sheli iliyoko maeneo ya dampo, ambapo kuna gari lilileta mafuta imeungua. Lakini kwa bahati nzuri nyumba hazijaungua na hakuna madhara yote kwa maana ya vifo wala majeruhi, hatujaona mpaka dakika hii. Ila nitumie nafasi hii kulishukuru jeshi la zimamoto, kwa sababu pamoja na jamu zote zilizoko mjini na barabara nyembamba na wingi wa magari barabarani, wameweza kufika, wamezima moto na mpaka sasa hivi kuna amani. Nimshukuru pia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Joseph Mkude, Mkuu wa Wilaya ya Arusha mjini, kwa sababu naye baada ya kupata taarifa amekuwa akitupigia simu kufuatilia tukio linavyoendelea, na alituhakikishia kwamba fire wanakuja na wamekuja kweli, wamezima moto. Niwashukuru na ninyi waandishi wa habari, kwa sababu ninyi ni sehemu ya jamii na ninyi ni sehemu pia ya zoezi hili la kuhabarisha umma, kwa sababu inawezekana baada ya tukio hili. Kwa majina naitwa Yasini Awazi, mkazi wa Muriet hapa. Chanzo cha moto nahisi ni kuchomeleaji. Maana baada ya kuchomelea hapa hivi, baada ya muda naona moshi, nasogelea naona kelele tena, nakutana na hiyo sasa gari imewaka moto hapo hivi. Nani alikuwa anachomelea? Wahusika hapo hivi, sema sijui kwa jina. Kawaje sasa ukashikaje kwenye gari? Si alikuwa anachomea afa nakata na grinder, sio kata na grinder, cheche zinaruka. Alafu hapa akawa anafaulisha mafuta. Kwa nahisi zile cheche zikarukia kwenye nini? Kwenye mvuke pale, ndio ikasababisha sasa hiyo ajali. Maana wewe niambia ni shoti hizi sababisha hiyo. Hii ni chanzo, ni uchomeleaji tu. Mlipuko ulikuwaje? Mlipuko si hizo cheche zilivyokuja kwenye mafuta sasa ndio zikasababisha moshi. Ndio ilivyozidi kukolea, kaona hatuwezi kuzima hapa, kaambia dereva asogeze gari mbele kidogo pale vile, akaliachia pale. Gari ilikuwa inaenda inawaka moto. Yaani pale kuna mchirizi. Unaona ule moshi mweusi wote ule. Ile ni mafuta alikuwa anamwagika yale. Unaona hata ile pipe imeng'oka ile. Imeng'oka waya. Kwa jamaa ndo wakaenda kaliekea pale vile. Moto ulikuwa mkubwa kiasi gani? Kikweli moto ulikuwa ni mkubwa. Uone mwenyewe mpaka huko ulivyo kweusi huko. Moto ulikuwa ni mkubwa sasa. Unaona madhara mengi sana kwa kushika moto, nadhani kwa nini? Nini ambacho kimesaidia kwa madhara makubwa zaidi?
ushikamu, yani sana sana moto ulikuwa unawashwa na upepo. Ule upepo unavokuja na ule moshi kimbizwa huku kija huku kikutana na kitu kinapokea. Kwa hapa ni upepo. Kwa jinsi gari lilivyo pale na upepo unavopigia hivi. Upepo kasogelea kule ndo kashika ile nyumba pale vile. Na madhara yote yanajitokeza? Madhara yote, hamna madhara mengine tofauti na hilo. Kwa upande wako unafanya jitihada gani kuhakikisha kwa moto unazimika? Kwa upande wangu mimi, cha kwanza maana nilivyoona ule moshi, kabidi je na ndoo za mchanga. Nimekuja na ndoo za mchanga, nimefika hapa hivi, moto ukawa ni mkubwa siwezi kufanyaje kuzima ile. Kwa hiyo tukamshauri dereva alisogeze gari mbele. Dereva amefanya kazi nzuri sana. Maana angetokea hata madhara. Sheli inaitwaje? Sheli inaitwa KGT. Shukrani kaka.